Karibu Mtundini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erasus Andrew. Halmashauri ya wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma imeanza rasmi zoezi la upimaji na urasimishaji ardhi katika kata ya Buigiri na Chamwino, ambapo zaidi ya ekari 1000 zinatarajiwa kupimwa, lengo likiwa kupunguza migogoro ya ardhi, kulinda vyanzo vya maji na kusimamia mpangilio wa makazi na maendeleo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri Tito Mganwa amesema hatua hiyo inalenga kuweka utaratibu thabiti wa umiliki na matumizi sahihi ya ardhi kwa mujibu wa sheria. Pia ameeleza kuwa wananchi watakaopimiwa na kushindwa kulipia gharama watapewa fidia kulingana na taratibu, ili kuhakikisha hakuna anayepunjwa au kunyimwa haki yake. Baadhi ya wakazi wa Buigiri wamepongeza mpango huo wakisema utasaidia kuondoa ujenzi holela, kurasimisha umiliki wa ardhi na kufungua fursa za uwekezaji na maendeleo ya jamii. Tumetoa elimu, lakini pia tumeonyesha umuhimu huo wa kupima maeneo hayo ili kuepusha migogoro, kupanga miji yetu, lakini vile vile kuhakikisha kwamba hapa tulipo eneo hili liko jirani na chanzo kikubwa cha maji. Na ili chanzo hiki kiathirike, lazima matumizi ya ardhi maeneo haya yawe yamepimwa na yameratibiwa sawa sawa, ili tuhakikishe kwamba kile chanzo cha maji hakileti athari kubwa kwa watumiaji wa maji hayo. Kwa hiyo tumeongea nao, lakini zoezi litakalofanyika hapa litafanyika kwa haki, kwa uwazi na kujali utu kwa kila namna ambavyo tunaweza, kwa kuzingatia pia maelekezo ya serikali kwamba utu ufanyike na uheshimike. Kwa hiyo hapa wale wananchi watakaopimiwa, wale ambao maeneo yao wataona wanataka kulipia kubaki nayo, basi watalipa gharama za upimaji. Lakini kwa wananchi wale ambao watakuwa wameona kwamba hawako tayari kulipa au hawana uwezo wa kulipa hizo gharama za upimaji, tutakachokihakikisha ni kwamba kwa haraka wanalipwa fidia yao. Lakini cha msingi, eneo hili leo limepangwa, limepimwa na limemilikishwa kwa utaratibu. Kwa ujumla, eneo hili tunalolizungumzia lina ukubwa ambao ni takribani ekari 1000 ndilo ambalo linazungumziwa kwa sasa. Lakini zoezi hili la upangaji na urasimishaji maeneo yetu ni endelevu, na tunaendelea nao kwa vijiji vyote hivi ambao viko Chamwino, na tumeshatoa maagizo watu wasijenge kiholela, wajenge kwa kufuata vibali, ili tuepushe migogoro kati ya majirani, kati ya raia wenyewe, lakini tuepushe migogoro kati ya matumizi tofauti ya ardhi. Shukuru kwa huu mradi kufika kwetu, kwa sababu kwa muda mrefu kilio chetu ilikuwa ni kupewa kwanza uhuru wa kuyatumia haya maeneo, kwa sababu kwa muda mrefu yale maeneo yalikuwa kama yana changamoto, mara waseme zuio la bonde, mara waseme watu wasiyaendeleze yale maeneo. Lakini tunashukuru sasa kwa uongozi wa halmashauri kwa ujumla kwa kuweza kutukumbuka na sisi kuja kutupimia maeneo yetu na kutumilikisha, kwa maana ya kwamba kuyapanga na kuona namna ya kuyatumia sasa kiukamilifu baada ya kuwa Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amelaani kucheleweshwa kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya pamoja na wataalamu wa sekretarieti ya mkoa wa Songwe, akisema urasimu wa kupata wakandarasi umekuwa kikwazo kinachowazuia wananchi kufikia maendeleo kwa wakati. Katika ukaguzi wa mradi wa jengo la utawala la halmashauri ya Mbozi, imebainika kuwa serikali ilitoa shilingi bilioni 2 ambapo shilingi bilioni 1 pekee ndizo zilizotumika, na kiasi kilichosalia kilirudishwa na mfumo kutokana na kutotumika kwa wakati. Mwaka huu wa fedha, serikali imetoa shilingi milioni 700 kwa lengo la kuendeleza ujenzi wa jengo hilo, lakini hadi sasa ujenzi bado haujakamilika kutokana na taratibu za kumpata mkandarasi kutokamilika. RC Makame ameipa halmashauri ya Mbozi wiki 2 kukamilisha taratibu zote na kuanza ujenzi mara moja. Kwa hiyo maelekezo yangu kufikia tarehe 15 ya mwezi wa kwanza, mchakato wa kumpata huyo mkandarasi kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa hili jengo huo umekamilika na ujenzi uanze mara moja. Lakini hii tabia ya kuchelewa kufanya michakato hii ikome, kwa sababu naona kama ni tabia ambayo ni kama inajirudia. Tumetoka pale kwenye utekelezaji wa miradi yetu, nimekutana na changamoto hii. Miradi pale ya sekretarieti ya mkoa nimekutana na changamoto hii.
Tumekuja hapa tunakuta changamoto, lakini tumetoka pale kwenye hospitali yetu ya rufaa tumekutana na changamoto hizi za michakato. Unajua michakato inawacheleweshea wananchi maendeleo. Mwanzo hizi fedha zilirudi ni kwa sababu gani? Ya kuchelewa kutekeleza mradi, si mnanielewa? Na ndio maana fedha zikifika mwisho wa mwaka unakuta fedha zinafanya nini tena? Zinarudi. Sasa kama hizi fedha kama tungezitekeleza kwa wakati, manake ili jengo ingekuwa sasa hizi tumefanya nini? Inawezekana limekamilika, si ndio? Sasa tumepata fedha zingine mwezi wa 8. Tunataka kitokee kile ambacho kilitokea mwaka uliopita wa fedha. Baki utafika wakati hizi fedha zitafanya nini tena? Zitarudi. Si ndio mfumo ulivyo, au wataalamu au mfumo mbadilika siku hizi? Si uko hivyo kwamba mwaka ukifika mwisho wa mwaka wa fedha kuanzia mwezi wa 5 hivi tena mifumo inaanza kusumbua pale, si ndio? Mwezi wa 5 utasikia mifumo inasumbua, mwezi wa 6 mifumo inafungua, mwisho wa siku fedha zinafanya nini? Zinarudi. Kwa hiyo tunataka tena hizi fedha zirudi, alafu tuhangaike tena kuomba fedha zingine. Na sasa habari za biashara. Shilingi trilioni 1.2 zimekusanywa kutokana na mauzo ya korosho mkoani Mtwara, ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya msimu wa ununuzi na uuzaji wa zao hilo linaloongoza kiuchumi katika ukanda wa kusini mwa Tanzania. Mapato hayo yanaendelea kuongeza mchango wa korosho katika pato la taifa na kuboresha mzunguko wa fedha kwa wakulima na wafanyabiashara wa sekta hiyo. Taarifa zinazoonyesha kuwa msimu wa mauzo ya korosho unatarajiwa kukamilika Machi 26, huku wadau wakibainisha kuwa mwenendo wa biashara umekuwa chanya kutokana na ongezeko la ushindani katika minada, uimarishaji wa mifumo ya ununuzi pamoja na jitihada za serikali kuimarisha miundombinu ya uzalishaji na masoko. Wakulima wameendelea kunufaika na bei za ushindani sokoni na wadau wa usindikaji wanaeleza matumaini ya kuongeza thamani ya zao hilo kwa kuimarisha uwekezaji katika viwanda ili sehemu kubwa ya korosho isiuzwe ghafi bali iende kusindikwa ndani ya nchi. Korosho inaendelea kubaki miongoni mwa mazao makuu ya biashara yanayoongoza kwa kuingiza fedha za kigeni nchini, na matarajio yanaonyesha kuwa msimu unaoendelea utaongeza takwimu hizo zaidi. Kwa hiyo kwa miaka yote kutoka tani 271, 23, 24 tumeenda tani 9 kwenye minada 24, 25 na sasa hivi msimu wa 25, 26 ambao tunaendelea nao mpaka tunauza tani 433 na minada bado inaendelea, hususan kwa upande wa mikoa ya kati na mikoa mingine ambayo bado tunaendelea kuuza kwenye minada. Kila mkulima ambaye amesajiliwa anapewa pembejeo za ruzuku bila shida yoyote. Lakini pia kumekuwa na maboresho makubwa sana kwenye huduma za ugani. Imekuwa bei ni hafifu kwa mkulima, haimsaidii chochote. Inapofika kulipa shilingi 2300 au na 200, ikawa sisi tunapata shilingi 2000 kabisa. Kwa kweli sisi inatubana sana. Ni kwa uzoefu nilio nao mimi, korosho angalau ianzia 4000 kwenda juu. Tuhitimishe na habari za kimataifa. Umoja wa Mataifa umeeleza mshtuko wake kufuatia hali mbaya ya kibinadamu iliyoshuhudiwa katika mji wa El Fasher, Darfur Magharibi, Sudan, ambapo kilo moja ya mchele inanunuliwa kwa takribani 243,700 sasa na dola 100, ikionyesha ongezeko kubwa la gharama za maisha kutokana na machafuko yanayoendelea nchini humo. Taarifa hiyo imekuja baada ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa kufanya ziara ya kiusalama mjini humo, ikiwa ni mara ya kwanza tangu eneo hilo kutekwa na kikosi cha Rapid Support Forces RSF Oktoba mwaka huu. Ujumbe huo ukiongozwa na mratibu wa masuala ya kibinadamu Sudani, Dennis Brown, ulibainisha kuwa ziara imefanyika katika mazingira ya taharuki na hofu kubwa, muda mfupi baada ya taarifa za kuuawa kwa walinda amani katika mji wa jirani wa Kadugri. Katika tathmini yao, Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa wakazi wengi wameyakimbia makazi yao na vijiji vingi kuonekana vikiwa vimeteketezwa au kutelekezwa. Waliosalia mjini wanaishi bila huduma muhimu kama maji safi, vyoo, dawa na chakula, huku watoto na wagonjwa wakisalia katika mazingira hatarishi. Licha ya kuwa raia waliokutwa eneo hilo ni wachache, UN inaamini mamia wengine bado wamekwama au wanashikiliwa na wanahitaji kuhamishwa kwa dharura kwa ajili ya matibabu na usalama. UN imetoa wito wa haraka kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kibinadamu na kutafuta suluhu ya kisiasa ili kuwanusuru maelfu ya watu wanaokumbwa na uhaba
wa mahitaji ya msingi katika Darfur. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Rastus Andrew.